Naam, Bwana Yesu asifiwe mtazamaji mahali kokote uliko. Nipende kukukaribisha katika safari yetu maalum kabisa ya msalaba ama safari ya Golgotha. Ikiwa kwa sasa ni wiki ya pili tukiwa katika mfungo pamoja na maombi. Ni kuelekea maadhimisho ya Pasaka, na ninavyokuambia tu ya kwamba Pasaka si sehemu ya kunywa wala si sehemu ya kuvaa tu, bali ni sehemu ya safari nzito ya kiroho pamoja na ukombozi wa maisha yetu sisi binafsi, mimi na wewe kama wasafiri wa kwenda mbinguni. Ni wakati mzuri kabisa kwa yule ambaye unatazama asubuhi ya leo ili uweze kubarikiwa katika kipindi hiki Amka Tumsifu Mungu. Langu jina, utakuwa nami driver wako kuanzia sasa hadi tutapofika tamati, Andrew Amos Masanja, tukiangazia huko na kule. Asubuhi ya leo nimeweza kupata nafasi nzuri kabisa ya kuwa na mtumishi wa Mungu, na huyu si mwingine ni Bishop Eliab Santos kutoka kanisa la Gilgal, ambapo tuko naye hapa kwenda kutazama kwa umakini zaidi safari ya kiroho, hasa katika kuelekea msimu huu wa Pasaka, watu wakiwa wamejinyenyekeza kabisa kikamilifu kumshukuru Mungu na kuomba ili aweze kuwafungulia njia ama milango ya baraka. Nikusi uweze kuwa nami hata pia kupitia mitandao ya kijamii. Kule unaweza kunipata kwa kuandika Amka Tumsifu Mungu ama Habari Star TV, nako tuko mubashara kabisa, na pia unaweza kushiriki nasi kwa kupitia nambari za simu ambazo unaweza kuzitazama katika television yako ukiwa nyumbani. Natumaini kabisa ni Jumapili yako njema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baba Askofu, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Imekuwa ni kawaida tukikutana hapa katika jukwaa hili, na umekuwa ukitoa elimu kwa watu wengine pia, na imani hata leo wataweza kubarikiwa. Natumaini safari yako ilikuwa ni njema sana. Amen. Na Jumapili ya leo kwako ni Jumapili aina gani, Baba Askofu? Jumapili hii kwangu mimi ni Jumapili njema. Ndiyo. Ni Jumapili ambayo tunaamini ya kwamba tunapokwenda kumwabudu Mungu katika ibada zetu, Mungu anakuwepo na tutakutana, Mungu atatuhudumia, na sisi tumejiandaa pia kumwabudu Mungu na kumtukuza na kufanya yote yanayostahili kwa ajili ya kumhudumia Mungu wetu pia. Sawa kabisa. Kuwepo kwake hapa Baba Askofu Eliab Santos, hasa tunaanza kuangazia nilivyokuambia safari ya kuelekea katika Pasaka ama maadhimisho ya sikukuu hii kubwa kabisa ambayo husherekewa na watu wengi duniani. Lakini pia tutajadili, kabla tujafika katika Pasaka, ni vitu gani ambavyo hasa tunatakiwa tuweze kuvizingatia. Na sasa nikushukuru sana Baba Askofu uweze kutukaribisha na kufungua kipindi chetu kwa njia ya maombi. Asante. Tuombe. Mwenyezi Mungu, ninaomba tunyenyekee mbele zako katika wakati huu, tukiwa tunajua kwamba kuna watu wengi wamefungua mioyo yao kwa ajili ya kufuatilia kipindi hiki. Wanahitaji kusikia kutoka kwako, wanahitaji kujifunza, wanahitaji kupiga hatua ya kiroho katika kujua kumbukizi hii ya kuja kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo kwenye msalaba, ambapo palikuwa ni mahali pa ukombozi. Tunaomba Mungu tutafakarishe na mioyo yetu iweze kupokea katika jina la Yesu. Amen. Amen, amen. Baba Askofu, najua leo tutaenda kuzungumza mambo mengi sana. Najua umeandaa mambo mengi sana ambayo kila mmoja ataenda kubarikiwa sana. Tunaanza kuzungumzia hasa kuhusiana na Pasaka, na tukitazama kwa sasa hivi watu wengi wamejinyenyekeza kikamilifu kabisa wakimwomba Mungu na kumsujudia kuweza kusamehe dhambi zao, lakini pia kuwafungulia baraka zingine katika Pasaka imekuwa kizungumzo sana, kila miaka tumekuwa tukifanya. Nina maswali machache ambayo pia tunaweza kuyaangazia siku hii ya leo. Tunapozungumzia safari ya kuelekea Pasaka, kiroho katika kipindi hiki kina maana gani hasa kwa Mkristo? Kwa Mkristo, ili aweze, kuna vitu vile lazima vitambue. Ndio. Kwanza ni chimbuko lenyewe la Pasaka. Pili ni anguko la mwanadamu. Ndio. Nianze na hilo la pili. Pasaka itakuwa na maana kwa mwanadamu kama kwanza ataelewa kwamba mwanadamu baada ya kuumbwa katika ukamilifu alianguka, akatoka katika neema ya Mungu, akatoka katika makusudi ambayo Mungu alikuwa amempa, na lile anguko halikuwa jambo dogo, lilitengeneza dhambi ikawa na nguvu katika maisha ya mwanadamu, ikamweka kwenye kitu ambacho sisi tungeita utumwa wa dhambi, na ikampa nafasi shetani, yule ambaye hasa ndio chimbuko la lile anguko, ndiye aliyeplani lile anguko, kutawala na kuwa na nguvu juu ya maisha ya mwanadamu,
kummiliki, kumtesa, kumtumikisha. Hiyo ni nafasi ya kwanza. Ukishajua hivyo, utaelewa pia kwamba Mungu alipoleta Pasaka ulikuwa ni mpango wake wa kumrejesha mwanadamu kutoka katika ile hali ya anguko na kumrudisha tena katika ile mahusiano na katika ushirika na Mungu. Ndio kwa jambo la kwanza. Pili, chimbuko la Pasaka, neno Pasaka lenyewe tunaanza kuliona likitumika katika kitabu cha Kutoka sura ya 12, Mungu akiwa na watoa wana wa Israeli kwenye utumwa wa Misri, na akawaambia siku 4 kabla kila familia yaandae kondoo au mwanambuzi ambayo watamchinja siku ya 14, ambayo hasa ndio siku ya Pasaka, na yule kondoo mwenyewe aliyechinjwa ndio Pasaka. Na kwa hiyo tunaposema Pasaka kwa Mkristo tunazungumza Yesu Kristo ambaye ndio mwana kondoo wa Mungu aliyechinjwa kwa ajili ya ukombozi wetu. Amen. Kama kondoo alivyochinjwa kwa ajili ya ukombozi wa wana wa Israeli kutoka utumwani. Amen. Lakini kama kondoo alivyochinjwa kutoka katika wana wa Israeli, ninahitaji kufahamu zaidi. Wengi wamekuwa wakizungumzia Pasaka katika mitazamo tofauti, kwa majina tofauti katika sherehe hii, maana kila binadamu ana mtazamo wake, lakini wengi wamekuwa wengine wakisema ni Passover. Neno Pasaka limetokana na katika chimbo lipi? Neno Pasaka kama nilivyosema, tunalipata katika kitabu kile cha, ngoja nisome, nadhani itakuwa vizuri kusoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 12, na tutasoma ule mstari wa na watoto asante. Nianze mstari wa 5. Anasema, mwanakondoo wenu atakuwa hana ila mwaka mmoja, mtamtoa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano Israeli utamchinja jioni, na utatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kiziti ya juu katika zile nyumba watakazomla. Watakula nyama yake usiku ule ule imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Msile mbichi wala ya kutokoswa majini, bali imeokwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani. Wala msisaze chochote hata asubuhi, bali kila kitu kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma moto. Mstari wa 11, tena mtamla hivi: mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mkononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Kwa neno Pasaka tunalipatia hapa. Ndio mara ya kwanza katika maandiko neno Pasaka tunalipata, ambalo sasa wa wenyewe wa Ibrania ambao ndio Waisraeli, ndio wale ambao ndio Waibrania, ndio baadaye walikuja kuwa taifa la Israeli. Katika lugha yao walikuwa naita Pasaka, na kutoka katika hicho tukapata Pasaka katika lugha ya Kiunani, ambao nadhani ndio sasa tukapata neno Pasaka katika lugha yetu ya sasa hivi. Sasa wewe umeuliza neno Passover. Passover ni neno lilitoka kwenye kwamba ile damu ya yule kondoo aliagizwa ipake kwenye miimo ya milango na kwenye vizingiti. Lengo la Mungu lilikuwa ni damu, kwamba usiku atapita malaika wa kuua wa Misri, na kitakachokuwa na Waisraeli ni malaika yule atakayekuwa kiua wa Misri, atakapoona damu atapita juu. Ndivyo Biblia imeandika. Mistari hapa chini hatuna haja ya kusoma kwa sababu ya muda. Atapita juu, banaka ataziruka zile nyumba na zitabaki salama na hakuna pigo litazipata. Kwa hiyo lile neno pass over linakuja hivyo, kwamba he will pass over those houses. Kwa hiyo ikaitwa neno Pasaka au Passover, likatokea hapa. Najua mtazamaji ameelewa kwa uzuri kabisa. Umefafanua kwa makini sana, na nashukuru sana. Lakini kuna mtazamo wa watu wengi na kuna maswali mengi yanaulizwa. Najua utayafafanua kwa undani zaidi. Na kwa sasa waumini sasa wanapaswa kuwa katika hali gani ya kiroho? Si kwa sasa tu. Nataka tulione jambo hili kwamba kwanza ni kumbukizi. Tukio halisi lilifanyika miaka 2000 iliyopita au zaidi kidogo kule Yerusalemu.
Pasaka halisi ambaye ni Yesu Kristo alitolewa na Mungu na akasulubiwa, kondoo wa Pasaka kwa ajili ya kuchukua dhambi kwa njia ya damu yake na kututakasa kwa njia ya damu yake, kutuosha dhambi. Alitolewa wakati ule. Kutokea wakati ule, kila mtu yeyote ambaye anataka kupata ukombozi huo anamwamini Yesu, anampokea Yesu, damu ile inamtakasa, inamosha. Sasa ikimosha, haisubiri vipindi kwamba lazima tufikie kipindi tutakaribia Pasaka mwaka mwingine ndio tunakumbuka kujitakasa. Natakiwa tuishi maisha kujitakasa tukiwa tunajua kwamba ile Pasaka iliyokwisha kutolewa ilikuwa kwa ajili ya sisi tuishi maisha ya siku zote kumpendeza Mungu. Hicho ndicho cha muhimu Mkristo akifahamu. Asisubiri tu vipindi. Mwezi wa 4 Pasaka ikaribia tunaanza kujitakasa. Ikipita tunarudi tulikokuwa. Mungu hakumaanisha hivyo. Sawa kabisa. Mungu hakumaanisha hivyo. Anataka muda wote tujinyenyekeze, kama ni kufunga tufunge muda wote. Kwa hiyo hii ni kumbukizi tu kwamba tukio hilo litokee. Sawa kabisa, kama ishara ya upendo pia. Asante sana Baba Askofu. Nafurahi sana na unavyolifafanua kwa usahihi kabisa, lakini pia watu wengi kwa sasa wamekuwa na mazoea katika sikukuu hizi za Pasaka. Wengine wameona kama ni sikukuu ya kuvaa, kupika vizuri vyakula, kunywa, kufanya mambo yote, na wengine pia kuvaa vizuri. Lakini tukija katika uhalisia, nini maana halisi ya msalaba ambalo kanisa la sasa linatakiwa lifuate hiyo? Okay. Msalaba ni ueleza katika maana hii. Yesu alisulubiwa kwenye msalaba. Na msalaba ulikuwa ni utaratibu wa miaka hiyo. Unajua wakati Yesu yupo, nchi yao ile ambayo inaitwa nchi ya Israeli kwa sasa, na hata wakati ule pia ilikuwa inaitwa nchi ya Israeli, haijabadilika jina, japo kwa hapo katikati kuna majina yamepita. Ilikuwa koloni la Rumi, na Warumi wakiwa wana mhukumu mtu kifo, mtu amehukumiwa kifo kwa sababu ya uhalifu aliofanya na adhabu yake ikawa ni kifo, adhabu ilikuwa inatolewa, ilikuwa ni mtu yule kusulubishwa au kuangikwa kwenye msalaba. Kwa Yesu alihukumiwa kifo, na mnakumbuka kwamba Wayahudi kwa sababu wao hawakuwa na amri ya kutoa hukumu ya kifo, walimpeleka kwa liwali wa Kirumi alikuwa anaitwa Pilato, na Pilato ndiye aliyemhukumu, japo kuwa alitamani kumwachilia, lakini shinikizo likawa kubwa, akamhukumu kifo. Na kisha hukumiwa kifo, adhabu ni msalaba. Hiyo ni maana moja. Kwamba msalaba una maana hiyo, kwamba ilikuwa ni mahali pa kusulubisha wahalifu kwa sababu wamehukumiwa kisheria kwa mujibu wa sheria za Kirumi za wakati huo. Lakini Yesu alikwenda msalabani sasa, na ule msalaba ambao alisulubiwa kwao ukawa zaidi ya msalaba wa kawaida wa kuhukumu wahalifu. Ukawa ni mahali ambapo kwetu sisi wa Kristo ni mahali pa ukombozi, kwa sababu alitolewa. Bahati nzuri sana, ile siku ilikuwa ni sikukuu ya Pasaka ambayo Wayahudi huifanya kila mwaka kukumbukia ile siku aliyotoka Misri. Yesu alisulubiwa exactly siku ile ya Pasaka ambayo Wayahudi wanakumbukia, na kondoo walikuwa wanachinjwa kwa ajili ya kukumbukia ukombozi wao. Wakati huo Mungu naye akameleta kondoo wake Yesu Kristo, naye pia anachinjwa kwa ajili ya ukombozi sasa, ambao sasa kile kingine cha kwanza kilikuwa ni kivuli tu. Hii ndio kwa Pasaka halisi. Kwa Kristo tukizungumza msalaba, tuongelee mahali ambapo nguvu ya ukombozi wetu inapatikana, kama maandiko yanavyo katika Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18, kwamba neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuzi, lakini kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Na ukiongelea msalaba, hilo jambo shetani analifahamu. Ukisoma katika kitabu cha Wakolosai, naomba niruhusu nisome Wakolosai sura ya 2 mstari wa
13, nitasoma mpaka wa 15. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 13 mpaka mstari wa 15. Biblia inasema kwamba nanyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kwa kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akisha kutusamea makosa yote, akisha kuifuta ile hati iliyoandikwa kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Akisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Kitu gani Biblia inazungumza? Kwamba lile anguko la dhambini tufanye tukawa wafu. Na wakati huo Paulo anazungumza na Wakolosai ambao kwa asili si Wayahudi, waliitwa watu wa mataifa kama sisi tulivyo. Kwa anawaambia wakati ule wa agano la Wayahudi la Waisraeli na Mungu, agano lao lilikuwa katika tohara. Mungu alifanya na Ibrahimu agano kwa tohara. Sasa anasema kwa sababu kutokutahiriwa, watu wa mataifa walihesabiwa wamekufa kwa sababu ya makosa yao. Lakini Kristo Yesu wakati huo kwa Wayahudi ilikuwa lazima ni agano. Na akasema kwa njia kifo cha Yesu tukafanywa hai pamoja naye na tukasamehewa makosa yote. Akasema ile hati iliyoandikwa ya kutushitaki, anazungumza lugha ya kiroho. Shetani alikuwa na haki, kama na haki ya kutuendesha anavyotaka na kutushtaki pia mbele za Mungu. Yesu alichokifanya, akatuondolea hali ya kuitwa wenye hatia. Ndio kitu kinaitwa kuhesabiwa haki. Ile hati ya kutushtaki ikafutwa, ikaondolewa, ili tuondolewe kwenye hali ya kuitwa wenye hatia. Na ile hali ya kutoitwa wenye hatia, kuondolewa hali ya kuitwa wenye hatia, ndio inayoitwa kuhesabiwa haki. Kwa Mungu akatuhesabia haki kupitia Yesu Kristo, na Biblia anasema alifanya hivyo baada ya kuzivua enzi. Sasa hiki Kiswahili cha hapa unahitaji kujua tafsiri zingine kujua ina maana gani. Hilo neno kuvua enzi alikuwa anamaanisha, Biblia inatumia having spoiled the principalities and powers. Kuspoil maana yake ni kufanya mateka. To make spoil ni kufanya mateka. Akiwa amefanya zile mamlaka zote, akiwemo shetani na mapepo yake yote na mamlaka zake zote, akaziteka, akazifanya kuwa mateka. Tafsiri nyingine imetumia neno having disarmed, maana yake akiwa amewapokonya silaha. Baada ya akiwa msalabani alifanya vitu vikubwa, aliwapokonya silaha, mamlaka zote za shetani, akiwemo shetani mwenyewe. Maanake alimdithura na muondoa kwenye mamlaka kabisa, akampokonya ufalme, akampokonya mamlaka yake yote pamoja na yale majeshi yake yote. Hayo mambo yanatokea, Yesu yuko msalabani. Ni mambo yanatokea kwenye ulimwengu wa roho. Yesu yuko msalabani. Na halafu anasema akazifanya kuwa mkogo. Kuzifanya, unapozungumza kufanya mkogo, unazungumza kufanya kuwa aibu ya hadhara, public shame, aibu ya hadhara. Paulo alikuwa anaandika lugha hii akiwa na rifaa utaratibu ambao majeshi ya Kirumi ya wakati huo alikuwa anafanya wanapokwenda vitani kupigana na falme zingine au dola zingine. Wakiwa wameenda kupigana wanashinda, of course jeshi lilikuwa na nguvu, jeshi la Rumi lilikuwa na nguvu, hakuna jeshi lilikuwa linalipiga. Wakimteka yule mfalme waliyemshinda na wale majemadari wake, wakiwa wanaingia Roma, wanarudi kutoka vitani, wanasubiri kupokelewa na Kaisari kwenye mji wa Roma kwenye stadium. Walikuwa wanamvua yule mfalme aliyetekwa na majemadari yake, wanavua nguo zote, wanaweka kwenye mnyororo, yale magari yao wanavutwa na farasi, anaenda kwa madaha. Watu wa mjini wamejipanga kando ya barabara, wanashangilia mpaka wanafika stadium, wanapokelewa, wanatoa heshima kwa Kaisari, wanapokelewa, wanasubmit mateka kwa Kaisari, maana mateka wote ni mali ya Kaisari. Sasa hicho kitu kuwatembeza mateka wakiwa uchi ndicho kinachoitwa kufanya mkogo, kuwafanya mkogo, kuwaweka kwenye aibu ya hadharani. Sasa hicho ndicho Yesu alichomfanya shetani.
na falme zake. Alipokuwa msalabani, Biblia inasema mamlaka zile za shetani na shetani mwenyewe akiwemo alizifanya mkogo, na kwa sababu hapakuwa na watu wengine wanaomshangilia, alikuwa anashangilia mwenyewe. Biblia inaandika kwamba akizishangilia katika msalaba huo, akishangilia ule ushindi. Kwa Mkristo ukiongelea msalaba unatakiwa ujivune, uweke kichwa juu kabisa, kifua mbele. Ndipo mahali ushindi wetu ulikopatikana, na hilo shetani analijua. Sawa kabisa. Katika safari yetu ya katika safari hii ya kumfuata Yesu Kristo Golgotha, swala la toba na kujikana nafsi kwa mwanadamu ama Mkristo lina uzito gani, Baba Askofu? Ni muhimu sana. Yaani ukishazungumza dhana nzima ya Yesu kufa msalabani, ya Yesu kutoa uhai wake, ya Yesu kumwaga damu yake kwa ajili ya ukombozi, labda kama hutaki ukombozi, lakini kama yani ni mtu tu aliyeamua kwenda motoni, ndio haoni maana na umuhimu wa kutubu. Kile kitendo peke yake kinamfanya mtu aone, Yesu ulinipenda hivi, nina haja ya kutubu dhambi zangu na kuziacha. Kama yule jamaa wa msalabani, Yesu nikumbuke kwenye ufalme wako. Sawa kabisa. Kuna watu ambao wanakutazama kwa sasa natamani uweze kutufafanulia pia hapa katika sehemu hii. Kuna watu ambao watazamaji mbali Afrika Mashariki na dunia nzima inakutazama katika msimu huu wa Pasaka, na ni vitu gani hasa kwa sasa hivi katika msimu huu wanatakiwa kuviacha ama kuepukana navyo kabisa, ili katika safari yao hii ya Pasaka iweze kuwa njema zaidi na yenye mibaraka? Kwanza neno lenyewe kwamba tuko kwenye msimu wa kumbukumbu ya kifo cha Yesu, ambayo kwetu sisi maana yake ni ukombozi kutoka katika utawala wa shetani, katika mamlaka za shetani, nguvu ya dhambi. Mambo ya muhimu ambayo kila muamini azingatie. Nimesema mwanzoni kwamba hatutakiwi tusubiri toba wakati huu, lakini kwa kweli kama mtu kuna mahali ulikuwa pengine umejisahau hapo katikati, muda huu kwa kweli ukisema unafanya kumbukumbu, tusifikirie kula na kunywa na kusherehekea. Tufikirie kurejesha mahusiano yetu na Mungu kwa njia ya toba, kwa njia ya kujitakasa, kwa njia ya kuongeza kule kujitoa kwa uhalisi kwa Mungu. Tumtumikie katika weupe wa moyo, tumwishie katika weupe wa moyo, kwa sababu ndio naleta sensi. Kama unasema tunakumbuka kifo cha Yesu, hayo ndio yanayotakiwa kuzingatiwa kwenye kukumbuka kifo cha Yesu. Kwenye kukumbuka kifo cha Yesu, lakini pia bado tunatazama si katika maisha ya kawaida ya Mkristo, na hata pia kwa watu ambao wanatuzunguka. Si wote katika hali ya uchumi wanafanana. Kuna watu kwa sasa wanapitia hali ngumu ya maisha, wana madeni, familia labda ameachana na mke wake, familia haiko vizuri, lakini kibiashara hayuko vizuri. Kuna wengine wamepoteza wapendo wao katika safari hii ya msalaba. Hii siku ya Pasaka ama katika safari hii tukiwa katika mfungo na maombi, inawapa tumaini gani hasa katika maisha yao ya hapa duniani? Yesu anazungumza katika Isaya 61, Isaya akiwa anatabiri kwa habari za Yesu, na yeye mwenyewe akiwa alifanya nukuu ya maneno hayo ya Isaya siku moja alipokuwa ametoka jangwani kujaribiwa na Ibilisi. Alikuja kwa nguvu za Roho Mtakatifu, na maeneo aliyotembelea mwanzoni kabisa baada ya muda ule ni kijijini kwao kule Nazareti. Akapewa chuo cha nabii Isaya asome, na akafungua pale mahali ambapo Isaya alipaandika. Isaya aliandika hivi, sura ya 61, alisema hivi: Roho ya Bwana Mungu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma kwa waganga waliovunjika moyo,
kuwatangazia mateka uhuru wao na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao, kuagizia hao waliao katika Sayuni wapewe taji ya maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito, wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe. Na Yesu alipokuwa amekwenda Nazareti, wakamwomba some somo kwenye sinagogi, alifungua hapa ambapo paliandikwa na Isaya zamani. Akasoma maneno haya. Alipomaliza kuyasoma, Biblia inasema watu wakamkazia macho wakishangaa maneno ya neema yaliyotoka kinywani mwake. Sasa tunapokuwa katika mahangaiko kama hayo uliyosema, kuna watu wamekata tamaa, na katika mapito magumu kama hayo ambayo umeyataja na mengine ambayo pengine hujakumbuka kuyataja, yako mengi, watu wanapitia mengi. Kifo cha Yesu kimaanishe kwamba ni Yesu alikuja afanyike faraja, afanyike nguvu, afanyike kwa kimbilio, afanyike kwa tegemeo, afanyike kwa msaada. Watu wakumbuke katika maombolezo yao, imani yao na tumaini yao waliweke kwa Mungu kupitia Yesu Kristo. Waombe msaada kutoka kwa Mungu. Amen. Wapate faraja ya kweli inayotoka kwa Mungu. Amen. Kwa sababu hiyo hasa ndio sababu ya Yesu kuja duniani. Amen. Hakuja kwa ajili ya matajiri, hakuja kwa ajili ya wenye raha. Yeye mwenyewe alisema kwamba wazima hawahitaji tabibu, lakini wagonjwa ndio wanaohitaji tabibu. Kwa ajili ya hao Yesu alikuja, na kwa ajili ya hayo alikuja. Na asante sana Bishop Eliab Sentos, bila kukosea. Kuna wale watazamaji pia ambao wanakutazama kwa sasa, huenda wanatamani pia kuweza kushiriki nasi kwa kupitia njia ya mawasiliano kwa nambari hizi za simu ambazo ni 0693852814. Na mtazamaji, unaweza kutuma ujumbe wako sasa, ama una swali lolote tukiwa katika safari hii ya kiroho, masafari ya msalaba, au unaweza kusema ni safari ya Golgotha, watu wengi wakiwa wamejinyenyekeza. Ni wakati wako sasa wewe pia, kama una swali lolote katika msimu huu wa kuelekea maadhimisho ya Pasaka, ili Baba Askofu aweze kukusaidia swali hilo na kuendelea kukujenga kiimani zaidi, ni kupitia 0693852814 0693852814 ni namba ambayo itakufanya wewe uwe ni mmoja kati ya wadau wa karibu kabisa ambao utaweza kubarikiwa na kipindi chetu siku hii ya leo. Baba Askofu, umeeleza kwa usahihi kabisa kupitia maadhimisho, kuelekea maadhimisho ama shamra za shangwe kwa kufufuka kwa Yesu Kristo. Lakini natamani kitu kimoja kabla sijaweza kuingia sasa na kutambua na kufahamu maoni ya watazamaji ambao wanatutazama kwa sasa. Bishop Eliab Sentos, kanisa la sasa unaliona katika mtazamo upi, kama mwanzo nilivyokuuliza kuhusiana na sikukuu hii, watu kuichukulia ni ya kawaida tu, na lakini ukifuatilia katika maandiko umetuambia ni siku ambayo imewekwa kama alama kwa mwanadamu katika maisha yetu, kama kumbukumbu pia ya kutukumbusha ni nini ambacho tunatakiwa tukifanye na ni vitu gani ambavyo tunatakiwa tuweze kuviacha. Lakini wengi wameichukulia kama sikukuu tu ya kawaida, kama tunavyosherehekea mwaka mpya na sikukuu zingine pia. Mtazamo wako ni upi sasa kwa kanisa la leo, na nini ambacho tunatakiwa cha msingi liweze kulifanya waumini na pamoja na kizazi ambacho kinakuja, ili kiweze kufuata mienendo ile na kutokuenenda na masuala mengi ya kidunia ambayo yanajitokeza kwa sasa? Kanisa la leo, kama ambavyo historia ya kanisa imekuwa miaka yote, linapitia kama ambavyo miaka yote kanisa limepitia nyakati ambazo limeishi katika upinzani. Levels za upinzani na aina ya upinzani vimekuwa vikitofautiana kutegemeana na nyakati zilizopo, lakini kwa ujumla kanisa halijawahi kuishi mahali ambapo linaishi bila upinzani.
na kwa sababu ya kanisa kuishi bila upinzani. Upinzani namba moja pengine si ule hasa tunaosema tunapata kutoka kwa watu wasiokubaliana na imani ya kanisa. Pengine upinzani mkubwa ni ule tunaopata kwenye ulimwengu wa roho. Kanisa nyakati zote zimewekwa kwenye testi au kwenye jaribio la kutafutwa kupozwa ule moto wa kumpenda Mungu, ule moto wa karibu na Mungu, ule moto wa kuthamini kazi aliyoifanya Mungu kulizaa kanisa na kulitengeneza kanisa. Kwa kanisa la sasa kama makanisa nyakati zingine zilizopita linapitia hali hiyo. Kwa tunakutana na hali ya watu ambao tulitadhamia wangekuwa ndio watu walio na nguvu, wanaweza kumtetea Yesu, kutetea msalaba wa Yesu. Wamepoa, wamekumbwa na dunia, wanaishi kidunia zaidi, wanapambana zaidi hali ya maisha ile tunaita hali ya maisha. Yesu alitumia neno hilo akasema kwamba mahangaiko. Masumbufu ya maisha haya, na wengine wameshatengeneza na nyimbo masumbufu ya maisha haya. Yesu alisema mjiangalieni sana msije mkalemewa na ulevi na ulafi pamoja na masumbufu ya maisha haya, ile siku ikawajia ghafla kama mtego unasavyo. Kwa hiyo hayo mambo pengine ndio changamoto ya kanisa. Wahubiri sisi tunajitahidi kuhubiri, tunajitahidi kufundisha, tunajitahidi kuomba, lakini unaona kabisa kwamba kuna namna fulani, sehemu kubwa ya watu wa kanisa wanataka kuwa kama wanakumbwa na dunia pamoja na mifumo yake. Kwa hiyo ninachoweza kusema ni kulikumbusha kanisa kwamba Mungu alitupenda, alimtuma Yesu Kristo. Kuna kizuri kuliko mifumo ya dunia. Ni kweli Mungu anashughulika na maisha yetu, tule tunywe nini, tuvae nini, lakini alisema tutafute kwanza ufalme wake pamoja na haki yake. Amen. Hayo mengine yote tutazidishiwa. Tunapoelekea ukingoni katika safari hii tukitazama na kufafanua zaidi, ambapo hii ni wiki ya pili na bado tumesaliwa kama na wiki moja hivi kufika katika sikukuu hiyo ya Pasaka. Katika kipindi hiki najua ni bado tunaendelea na mwendelezo, na imekuwa ni mwendelezo na katika msimu huu mpya wa kutazama namna jinsi gani watu wanatakiwa waweze kubarikiwa. Na sasa ngoja nitazame jumbe ama maswali ya watazamaji kwa wale ambao mmekuwa wadau karibu kabisa kutufuatilia kupitia kipindi hiki Amka Tumsifu Mungu, tukiwa mubashara kabisa kupitia Star TV. Langu jina ni Andrea Amos Masanja, na sasa ninakusomea moja ya jumbe ambazo zina tujia hapa hivi punde. Huyu anaitwa Mchungaji Pasco wa Mwengamile. Askofu, barikiwa, uko sawa kabisa, ila washiriki wa sasa wanataka injili laini tu, sio ile Yesu aliyehubiri. Mungu aweze kutusaidia sana. Huyu ndivyo alivyomaliza hivyo, lakini huyu anasema kwamba baba askofu, Mungu akubariki sana. Unafafanua vizuri kuhusu msalaba na kumtegemea Mungu wakati wote upitao kwa jaribu la aina yoyote. Bila msalaba hakuna Ukristo. Huyu ni John Kinto kutoka Kigoma mjini huyu. Na huyu si mwingine, anasema kwamba Bishop, mimi sikuweza kufunga kutokana na changamoto za maisha ninazopitia. Je, hilo linaweza kuwa ni moja kati ya tatizo kubwa kwa sasa, kama tulivyoeleza kuhusiana na swala zima la kiuchumi? Wengine wanasaditiwa kama tulivyoona hata Yesu alivyosaditiwa na wanafunzi wake Petro pamoja na Yuda. Swala hili linakuaje hasa katika mfungo kujikabidhi kwa Yesu Kristo ama kukabidhi maisha yetu? Je, maisha magumu yanaweza kutupelekea pia tusiuone ufalme wa mbingu? Swali sijui kama nimeelewa vizuri. Nasema yeye hajafunga kwa sababu ya changamoto za maisha anazozipitia. Kwa hiyo swali lake ni nini? Swali lake sasa hapa utufafanulie vizuri baba askofu. Je, changamoto za maisha zinaweza kutupelekea tusijikabidhi ama kusogea miguuni pa Yesu Kristo katika maisha yetu? Na je, inaweza kuwa ni njia pia kutokutufikisha sisi mbinguni? Kwanza naomba mtu huyu aliyeeleza jambo hilo asijisikie vibaya kama alishindwa kufunga kwa sababu ya changamoto za maisha. Maandiko yako wazi kwetu
yanatupa kwamba chochote tulicho nacho, udhaifu wetu, yeye Yesu alikuja kutoa udhaifu wetu. Kwa hiyo kikubwa hapa alipofikia na hapa alipoelewa, yeye amsogelee Mungu, amkaribie Mungu, amwambie Mungu, mimi nataka mahusiano na wewe, nataka ushirika na wewe. Aende kwa Mungu kwa toba. Maandiko yanasema kila dhambi, hata kama ingekuwa nyekundu kama sufu, kama bendera, itakuwa nyeupe kama sufu. Asijihesabie hatia wala dhambi kwa sababu hakufunga. Lakini kuanzia sasa amkaribie Mungu, na msogelee Mungu. Hilo la kwanza. La pili, nijibu sasa swali lako. Sikutaka kuyachanganya huyu mtu tusije tukamkatisha tamaa tukawa kama tunamhukumu kwamba hukufunga sasa vipi. Sasa swali lako linasema hivi, changamoto za maisha zaweza kumkosesha Mungu ufalme wa Mungu? Ndio. Nimemaliza kusema lile neno, nasema Yesu anasema, jiangalieni mioyo yenu, msije mkalemewa na ulevi, ulafi, pamoja na masumbufu ya maisha haya, ile siku ikawajia ghafla kama mtego unasavyo. Kwa sababu ndivyo itakavyowajia watu wote wanaokaa juu ya uso wa dunia. Kwa nini Yesu anasema maneno hayo? Anajua moja ya factors ambazo zinaweza na zitawapeleka wengi motoni ni changamoto za maisha. Kuzifanya ziwafanye kuwa watumwa mpaka nafasi ya Mungu kwenye maisha yao inakosekana. Ndio maana akasema, msisumbukie maisha, mtakula nini, mtavaa nini, na mtakunywa nini, bali tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Sasa tafsiri yangu, wengine wamesoma andiko hilo wakasema maana yake ni kutokufanya kazi. Kufanya kazi ni jambo lingine, na kutawaliwa na kazi ni jambo lingine. Kutafuta fedha ni jambo lingine, na kutawaliwa na fedha ni jambo lingine. Masumbufu ya maisha yanazaa kitu kinaitwa kutawaliwa. Kwa badala ya mtu kutawaliwa na Mungu, anatawaliwa na mahangaiko ya kutafuta ale nini, anyo nini, avae nini. Na asante sana Baba Askofu, tunapoelekea ukingoni katika kipindi chetu ama katika mjadala huu makini kabisa, hasa tukiangazia kuelekea maadhimisho ama sikukuu inayoadhimishwa na watu wengi sana duniani. Mamilioni ya watu wengi wanaisubiri kwa hamu, na wengi pia wamekuwa kibarikiwa. Na unaweza ukaendelea kutuma ujumbe wako kwa dakika zilizosalia za kufikia ukingoni kabisa kupitia 0693 852 814 0693 852 814. Hiyo ni moja kati ya namba ambayo itakufanya wewe uweze kubarikiwa zaidi kwa kutuma swali ambalo unaona linakutatiza, hasa katika mjadala tulionao siku hii ya leo. Wanasema kwa jina naitwa, huyu anasema naitwa Nes, hajafafanua vizuri. Anasema Baba Askofu, naona hapo umetupasha injili vizuri kabisa, lakini pia changamoto haiwezi kusababisha ajitasimini. Anasema kila goti bali litapigwa. Naona hajaweka vizuri. Huyu ni mchungaji Pasco. Lakini huyu si mwingine, anasema kwamba swali lake ni refu kidogo, lakini huyu anasema kwamba anaitwa Sospita Joel Buhili, nipo Runzewe. Swali langu, Yesu Kristo alienda mlimani kuomba mpaka akalia. Je, kilio cha Yesu kilikuwa kinaashiria nini? Lakini huyu mwingine pia anasema, Baba Askofu, na kuomba umefafanua vizuri zaidi kuhusiana na swala hilo, lakini pia ni njia ipi sasa ambao vijana wengi ama kizazi cha leo tunaita Gen Z, ili pia na wenyewe wawepo katika mstari wa kufahamu zaidi kuhusiana na masuala mazima ya Pasaka? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sekunde, kwa dakika chache tu. Ukizungumzia habari ya wokovu na mahusiano na Mungu, kimsingi haiendi kirika. Anavyoamini na kutengeneza mahusiano ya Mungu mzee, ni njia hiyo hiyo na ni namna hiyo hiyo pia kijana naye anatengeneza mahusiano yake na Mungu. Anavyookoka mzee
ni hivyo hivyo ndivyo anavyookoka. Damu ya Yesu inavyoosha mzee, ni hivyo hivyo ndivyo inavyoosha na kijana. Na njia ya kupata wokovu anaotumia mzee ni toba, na kijana atumia toba. Kwa hiyo Gen Z wanaokoka, na wako wazuri wameokoka, na wazee wameokoka. Wazee wapo wanaoishi kama Gen Z japo walishapitwa na wakati, na wako vijana wana busara na wanaishi kama wazee kwa busara na kwa ustaarabu na kwa uchaji wa Mungu. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba vijana na wakaribisha kumgeukia Mungu. Naam, nikushukuru sana Baba Askofu, lakini naona jumbe zimekuwa ni nyingi kweli kweli katika safari hii ya kuelekea msalabani, ambapo imekuwa ni mada nzuri kabisa. Huyu anasema kwamba huenda zitakuwa ni jumbe za mwisho mtazamaji kuelekea kutoka katika sehemu hii ama katika kipindi ama mjadala huu wa siku hii ya leo. Huyu anasema kwamba Baba Askofu, nauliza mwanadamu yupi alikufa na huyu swali lake ajaenda kule katika Pasaka. Wanasema kwamba kabla ya Pasaka huwa tunapewa, kwa nini kabla ya Pasaka huwa tunapewa matawi? Okay. Kwanza niseme hivi, hapo tumekwenda kifundisho la kidhehebu zaidi. Yako madhehebu yanatumia matawi katika kipindi cha kabla ya Pasaka. Yapo ambayo hayafanyi hivyo. Kwa hiyo lakini kwa wale wanaofanya hivyo, unajua Yesu alipokuja kutoka Galilaya, ile safari ambayo ndiyo alikuja na akafa msalabani akiwa ametokea Galilaya, maandiko yanasema kwamba alipofika maeneo ya Bethfage, ni jirani tu na mji wa Yerusalemu upande wa mashariki, akiwa anaelekea Mizeituni, alituma wanafunzi waende wakamletee mwanapunda kwa jamaa mmoja hivi, na alikuwa anatimiza andiko kwamba mfalme wa Israeli anakuja kwa utukufu. Kwa hiyo alikuja akiingia sasa mjini Yerusalemu kutokea kule Mizeituni, akiwa amepanda mwanapunda, na watu wakamshangilia. Wengine wanatandaza matawi ya mitende, wengine wanatandaza nguo. Kwa hiyo wakamshangilia wakisema Hosana, ndiye mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Kwa hiyo watu wanaofanya na ile siku ilikuwa ni kama siku moja kabla ya ile siku ambayo alikula Pasaka na wanafunzi, na baadaye kesho yake usiku wake akakamatwa. Kwa hiyo ilikuwa matukio yameambatana kwa karibu siku hizo. Ndio maana kabla ya Pasaka madhehebu mengine yanaanzia kule. Wengine wanaanzia kwenye pale na kula Pasaka na wanafunzi, wengine wanaanzia kule ambapo alikuwa ameingia Yerusalemu kwa shangwe, akiwa anashangiliwa, watu akiwa anaweka matawi ya mitende. Sawa kabisa. Kwa hiyo ni kumbukizi tu hiyo. Sawa. Huyu anasema huyu anaitwa Kelvin anaitwa Kelvin huyu, lakini huyu si mwingine pia hajataja jina, ila anasema Bishop uweze kubarikiwa sana na umeweza kutufafanulia kwa usahihi kabisa kuhusiana na swala zima la Pasaka. Naam, nikushukuru pia kwa yule mtazamaji ambaye unaendelea kutuma jumbe zako katika mjadala wetu mzuri kabisa ambao ulikuwa nami kuanzia mwanzo mpaka sasa, na natumaini kabisa umejifunza na umepata uelewa mkubwa kuhusiana na swala zima la Pasaka. Mungu akubariki sana. Katika mjadala wetu huu hapa ndipo tunatia nanga, na katika kutia nanga hapa ni safari ni hatua ya kuanza safari nyingine. Ni safari ambayo tuko nayo katika msimu huu wa mpaka kufika Pasaka, na tutakuwa tukiendelea kukupa mambo mengi zaidi ili uweze kujifunza na kufungua maisha yako ya kiroho kwa kumfahamu Yesu Kristo kupitia msimu huu wa maombi na mfungo katika Pasaka. Na nikushukuru pia Baba Askofu kwa nafasi nzuri ambayo asante sana. Nashukuru sana. Nikaribishe tena kwa mara nyingine tukiweza kukuhitaji. Asante sana. Tunapohitimisha kipindi hiki, ningependa sasa uweze kutoa neno la mwisho kwa sekunde chache kabisa kwa wale ambao kwa sasa wapo katika mfungo na wapo katika maombi, na hata ambao wako kwenye maombi. Kama tulivyosema, naomba nihitimishe kwa kusoma kitabu cha waraka wa kwanza Mtume Paulo sura ya 5 mstari wa 7 na wa 8. Waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 5 mstari wa 7 na wa 8, nasema basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya
kama vile mlivyo hamkutiwa chachu, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani Kristo. Basi na tuifanye karamu hii si kwa chachu ya kale wala kwa chachu ya uovu na ubaya, bali kwa yasiyochachika, ndio weupe wa moyo na kweli. Mungu awabariki wasikilizaji. Kwenye kuadhimisha Pasaka na kufanya karamu za Pasaka, tuzingatie hii mistari inayoisoma sasa hivi. Hiyo ndio dira inayotuongoza katika sherehe za Pasaka za mwaka 2026. Na asante sana mtazamaji kwa yule ambaye uliweza kutega sikio lako, lakini pia kuchukua muda wako kututazama kupitia kituo chako bora cha kurusha matangazo Star TV. Langu jina ni Andrea Musimasanja, ndiye dereva wako siku hii ya leo mpaka tutapofika tamati. Kwa sasa tunaenda mapumziko, na katika mjadala wetu huu ndivyo tumemaliza. Hivyo tulikuwa na Bishop Eliab Santos kutoka kanisa la Gilgal. Mungu akubariki sana, endelea kuwa nasi, na mwisho safari hii tunaianza safari nyingine. Kwa sasa tunaenda mapumziko na hatimaye tutarudi tena. Labda nitumie nafasi hii kuwajulisha wale wanapenda kutaka kujua zaidi. Napatikana kanisa la Pasiasi Gilgal Mwanza hapa. Namba yangu ya simu ni 0754 81 72 12, 0754 81 72 12. Asante sana. Mungu akubariki sana. Amen. Natumaini utakaribia tena. Amen. Na nikutakie tu Jumapili njema, lakini salie hapo hapo ili uweze kubarikiwa zaidi na sehemu nyingine inayofuata. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia